Kuna kitu ambacho nataka tukumbushane siku ya leo na tuweze kujifunza kwa dakika chache. Nadhani tutapata nafasi pia kuja kumalizia zaidi huko mbele na Mungu atasimama pia kwa ajili yetu. Na kuna jambo ambalo Mungu alikuwa akinifundisha lakini pia akinieleza sana, na niliwahi kugusia kipengele kidogo kwenye YouTube kipo, inaitwa nguvu ya kuona. Lakini leo nitagusia tena pia kidogo ambacho Mungu amenieleza tuweze kushiriki pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu wapendwa ambacho tunapaswa kukitafuta sana ndani yetu na kiweze kuwa ndani yetu kwa ajili ya kufika kesho ambayo tunaitazamia au ambayo tunahitaji. Moja ya sifa ya Mkristo au sifa ya mtu anayempenda Mungu, anayemtafuta Mungu katika eneo la huduma yake, anapaswa kujifunza sana katika eneo la kuona au nguvu ya kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya kuona ni kitu cha muhimu sana au ni kipengele sana cha muhimu katika maisha yako. Lakini pia ni kipengele ambacho kinagusa direction moja kwa moja ya changamoto au tatizo au kitu kizuri ambacho kinatakiwa kutokea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa nikikutana na watu wengi sana mahali hapa kwenye madhabahu, wengine wanasema kwamba hawaoti. Wao wakawa wanafurahia kwa habari ya kutokuota, wakitegemea na kufurahia kwamba ni jambo zuri. Lakini nilipowaleta katika Biblia nikawafundisha, nikawaeleza kutokuona ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutokuona ni changamoto kubwa sana. Kwa nikawaeleza na kuwafundisha. Lakini leo pia tutagusia vitu kadha ambavyo tunapaswa kuvizingatia. Kuna vitu ambavyo nini maana ya kuona. Nasema unapofanya nguvu ya kuona izirishwe ndani yako, unasababisha matokeo kwa wakati yaje kwenye maisha yako. Usipoizirisha nguvu ya kuona au usipoitafuta nguvu ya kuona ijizirishe ndani yako, ni ngumu sana kile unachokiombea kutokea katika maisha yako. Katika eneo la kuomba ni kipengele na katika eneo la kupokea ni kipengele. Ukisoma katika Biblia, watu wengi ambao waliomba na kujibiwa kwa wakati ni watu ambao walikuwa na sifa ya kuona ndani ya macho yao, ndani ya maombi yao. Ndio maana niliwaeleza tangu tumeanza mwaka kwamba jitahidi sana unapoomba, omba sana Mungu akupe macho ya rohoni ili uweze kujua unapoomba, unapopaombea ni wapi, au unachokiombea ni nini, au unachokiomba unakiona wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipoomba dunia aliweka macho ya rohoni. Mwanzilishi wa macho ya rohoni ni Roho Mtakatifu mwenyewe, ndiye anayeuisha. Lakini leo Roho Mtakatifu amekauka ndani ya wapendwa, amekauka ndani ya watu. Wamebaki watu wanaomba ni wakavu. Wamebaki watu wanamuita Mungu ni wakavu. Unapomwomba Mungu katika hali ya ukavu, ni ngumu sana maombi yako kukuletea matokeo, kwa sababu sifa ya kuona kitu unachokiombea, nguvu yake inapatikana katika Roho Mtakatifu. Ndio maana niliwaeleza na Jumanne tutaendelea na kipengele hicho, kumtafuta sana Roho Mtakatifu kuliko chochote ambacho unakitafuta katika maisha yako. Kwa nini? Mungu yeye ni neno. Kinachokamilisha neno ni Roho Mtakatifu. Mungu alipotamka iwe mbingu au iwe anga, aliyetimiza na kukamilisha ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hajaanza jana wala leo, ni tangu enzi ya misingi ya dunia kuwepo. Kinachokamilisha jambo lolote katika maisha yako ni kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Lakini kitu hicho lazima uwe nacho ili kikamilishe. Maana mwenye Roho Mtakatifu ana tabia ya kuona anachokiomba kiko wapi, kinafanya nini. Ndio hiki naweza nikakwambia, ninaonyeshwa jina fulani, ninaona kitu fulani, ninaona mtu fulani, ninaona jambo fulani. Hicho kinachonifanya mimi nione ni kwa sababu nimeweka katika hali ya usafi fulani na mtafuta Mungu, afa amenipa macho ya kuweza kugundua kinachokutesa wewe kiko wapi, au anayekutesa yuko wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika huduma zetu tunasema tutafute sana kuwa na nguvu ya kuona. Tutafute macho ya rohoni. Unapokuwa na macho ya rohoni ni rahisi kupiga magoti, alafu unaona unachokiombea kitakuaje, au unachokiombea kitafanikaje au kitafanyikaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Biblia kitabu kile cha Misali 23:7, nitaomba mtumishi wa Mungu atatusomea kwa spidi pale. Misali 23:7. Twende kwa haraka. Misali 23:7 anasema ndio, maana aonavyo nafsini mwake ndio ndivyo alivyo. Anasema maana aonavyo nafsini mwake. Niliwaambia kinachotoka nje ya macho
ndicho kinachotoka ndani ya mtu. Ndio maana niliwaeleza duniani kwamba kuna vitu vitafute, usipovipata tafuta kuvipata, na ukivikosa ni ngumu sana wewe kuishi kama binadamu kamili hapa duniani. Katika maisha ya huduma au katika safari ya huduma zetu, tunachokitafuta sana cha kwanza, tunatafuta sana ndani yetu tuwe na nguvu ya kuona, kwa maana ya mtazamo ndani ya fikra, ndani ya mtu, ndani ya mawazo ya mtu, ndani ya akili za mtu. Biblia inapokuambia kuona, haikuambii kwa habari ya macho ya nje. Nafuu hata ukose macho ya nje, uwe na macho ya rohoni, utaishi. Kuliko kuwa na macho ya nje alafu uone macho ya ndani, ni kazi ngumu. Mwanadamu hahesabiki katika macho ya nje. Haya, kabla ya macho ya nje hayakuwepo, kuna macho ya ndani. Kabla ya macho ya ndani kuona, kabla ya macho ya nje kuona, kuna macho ya ndani. Ndio maana katika maisha yako jifunze sana kutafuta macho ya rohoni. Ndio yanayosababisha roho na nafsi zitoe wazo ili ufanikiwe. Anasema maana ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kile kitu ambacho unakizalisha huku ndani ndio matokeo yako ya duniani jinsi yatakavyokuwa. Ndio maana niliwaambia watu, nikamwambia hata kwa bahati mbaya usije ukajidharau, utajiua. Maana roho ya mwanadamu ina nguvu kuliko roho zote duniani. Yeye mwanadamu roho yake akituma kwamba mimi ni maskini, inapeleka zaidi ya maskini. Roho ya mwanadamu ikimfanya kwamba yeye ajione, ajitamkie, ajiseme kwamba yeye ataolewa, ni zaidi ya kulogwa. Yaani roho ya mwanadamu ina nguvu mara 2 ya roho za kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana niliwahi kuambia neno moja, nikamwambia hata kwa bahati mbaya usije ukajiwazia vibaya, usije ukajinenea vibaya, usije ukajifikiria vibaya. Utajiroga zaidi ya uchawi. Na spirit ya kujiroga mwenyewe, spirit ya kujifunga mwenyewe inahitaji watumishi ambao sio wa kawaida, ambao wamekubuu katika masuala ya kiroho, ndio waga wanaitoaga hiyo roho. Niliwahi kuambia msemo mmoja, nikamwambia kuna watu wengine hawajalogwa, bali wao wamejifunga wenyewe. Mwanadamu anajifunga katika nini? Anajifunga katika mtazamo alionao, katika fikra alizonazo, katika mawazo alionayo. Mawazo yanafunga na ni zaidi ya kifungo. Maana wazo la mtu linazalishwa na ulimwengu wa roho. Anapolitoa kaliishi, kama ni zuri linampa matokeo, kama ni baya linafanyiwa kazi na shetani, kwa sababu aliyelituma ni yeye muhusika. Ina maana shetani anapata nguvu zote za kumtesa maisha yake yote. Anasema maana ajifikiriavyo mtu nafsini mwake, anasema ndivyo alivyo. Kwa hiyo kujifikiria kwako kunaangaliwa sana katika ulimwengu wa roho kuliko jambo lolote ambalo unaliomba katika maisha yako. Wazo lako wewe ni la thamani sana kuliko fedha, magari, majumba na maisha yoyote unayojua duniani. Wazo lako wewe. Ndio maana shetani akipata wazo la mtu kama ni baya akalifanyia ya kwake, yule mtu kufanikiwa ni kazi ngumu sana duniani. Ndio maana katika maisha yako chunga sana unawaza nini, unaongea nini. Niliwahi kugusia kitu mwaka jana, nikamwambia kabla ya kutafakari jiulize, kabla ya kunena tafakari, kabla ya kuongea jitafakari. Hivyo vitu ni vya muhimu sana, maana maisha ya mwanadamu yanamtegemea yeye mwenyewe. Huyu Mungu unasikia unamuita Mungu, unasikia Mungu unamuomba Mungu, Mungu hayuko mbali, Mungu anakaa ndani yako. Mungu anakaa kwenye umbo la kiumbe chochote kinachoishi duniani, kinachoitwa mwanadamu. Ndio maana ukisoma katika Biblia anasema Mungu wetu yuko karibu na sisi kuliko mavazi tuliyoyavaa. Wakati hujawaza kuvaa nguo, Mungu anajua utavaa nguo gani, maana uko naye ndani. Anayemfanya Mungu awe na nguvu ni wewe, anayempunguza Mungu ni wewe. Mungu anaweza akawa ndani yako akawa na power, anaweza akawa ndani yako akawa mnyonge, kwa sababu Mungu, maandiko yanasema ikiwa roho wake aliyemfufua Yesu Kristo anakaa ndani yenu, je, atauisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa? Kwa hiyo Mungu anakaa ndani yetu. Na ukitaka kuuliza hicho kitu nitakupa maandiko zaidi ya 100 cha kwamba Mungu anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Umefanya kwa mfano wake, na maana Mungu anakuishi. Na kama anakuishi, kile unachokizalisha kama ni kizuri utapata vitu vizuri,
Kama ni negative utakuwa negative, kama ni positive utakuwa positive. Ndio kanuni za Mungu. Anasema maana ajionavyo nafsini mwake mtu ndivyo alivyo. Kwa hiyo Mungu anatuma baraka kutokana na jinsi ulivyo. Anafanya jambo kutokana na jinsi ulivyo. Anauisha na kutengeneza na kufinyanga kutokana na jinsi ulivyo. Ndio maana katika kipengele cha maarifa ameweka mkazo sana kwamba watu wake hawaangamizwi kwa sababu ya dini, wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa kuwa na maarifa. Ukitaka kujua hicho, shuhudia mahali hapa, utajifunza vitu vingi. Kwa sababu tunaye Mungu tunamuishi, hatutumii nguvu kumtafuta Mungu. Tunatumia wepesi kumpata Mungu kwa sababu tuko naye, anatupenda, ni watoto wake. Ndio maana umesikia hapa tunamuita tu anashuka. Kuna mtu aliniona anashuka kwenda kugusa watu. Sijamgusa mtu. Lakini kwa sababu Mungu tunamuita anatuitikia. Na anaziona dhamiri zetu kuwa nzuri, nia zetu nzuri, mawazo yetu mazuri, fikira zetu nzuri, anatoa majibu uliyoyashuhudia kwa macho yako. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini chanzo chake lazima uwe na nguvu ya kuona. Kile unachokiona katika maisha yako ndio matokeo ya baadaye yanayokuja katika maisha yako. Kile kitu ambacho unakiona ndani ya mtazamo wako ndicho kitachokuwa katika maisha yako. Ukiona mimi nitakuwa na ndoa nzuri, siku moja utaimiliki ndoa nzuri. Ukiona mimi nitakuwa na biashara nzuri, siku moja utaimiliki biashara nzuri. Ukiona mimi nitakuwa na watoto wazuri, siku moja utamiliki watoto wazuri. Ukiona mimi nitakuwa mfanyabiashara mkubwa, siku moja utamiliki biashara mkubwa. Na leo nakutamkia Mungu akupe nguvu ya kuona ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea mtazamo mpya ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea nguvu kwenye ubongo ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea mtazamo mpya siku ya leo kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuona ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kutengeneza na kufinyanga kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregere. Niliwahi kueleza kitu kimoja kwamba avianzaki vitu vya kawaida, ila anaanza mtu kufanya. Kile unachokiona mbele yako ndicho kitakachotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho kitakachofanyaje? Kitakachotokea. Mungu akubariki sana. Mwaka huu utayaona mema mazuri kwa jina la Yesu. Haleluya. Kile unachokiona ndani yako ndio matokeo ya baadaye utakayoyapokea. Inategemea ni kitu cha aina gani unachokiona, una picha gani ndani yako. Wakati Mungu ananiambia huduma isianzie Dar es Salaam, mbali na kwa Dar es Salaam nilikuwa watu wanakuja kila siku nilipokuwa na waombea, na mashahidi mmoja akiwepo mahali hapa anaitwa Namara. Mungu ananiambia nenda Mwanza, mimi utaanza wewe, nitaleta watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli nilikuja Mwanza, nilianza mimi, lakini leo tunakaa watu 600 kwa wakati mmoja, tunakaa watu 1000 kwa wakati mmoja. Leo watu kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi mpaka Jumapili watu wanakuja kanisani. Ni kwa nini? Kwa sababu picha niliona ndani yangu kwamba mimi si mtumishi wa kawaida. Nikikanyaga mahali popote kuna ustawi utaonekana. Nikienda mahali popote kuna watu wataokolewa. Nikienda mji wowote kuna watu wataongezeka, watu watapata shuhuda, watu watapokea uponyaji. Ile picha nilipoiweka, Mungu akasema wewe ni zaidi ya redio, mimi ni zaidi ya TV. Ni kweli una bango hata barabarani, lakini nitaleta watu kutoka mataifa ya nje, kutoka mikoa yote, kutoka wilaya zote. Na leo ninakutamkia hiyo nguvu ya kuona ikiwa ndani yako. Watu wataanza kukuona, wataanza kuambizana, wataifuata biashara, watakimbilia biashara zako, watakimbilia maisha yako, watakimbilia ndoa yako. Ulikuwa unateseka kwa sababu hujajua, lakini nguvu ya kuona ikiwepo, ikaanza kumuona mchumba. Ina tabia ya kufinyanga, itamfinyanga mchumba, atakutafuta mpaka atakupata. Itafinyanga ndoa mpaka itapatikana, itafinyanga afya mpaka itapatikana. Ni kweli una kansa, lakini Mungu ni zaidi ya kansa. Ni kweli una UTI, Mungu ni zaidi ya UTI. Ni kweli una matatizo, Mungu ni zaidi ya matatizo. Ile nguvu ya kuona inapokuwa ndani yako, Mungu anakushangaza. Mungu anafinyanga kupitia mawazo, kupitia nguvu. Na siku ya leo, huyu aliyekunyanyasa atakunyanyasa tena, aliyekunyang'anya atakunyang'anya tena, aliyekuangusha atakuangusha tena, aliyekukanyaga atakukanyaga tena. Hiyo nguvu ya kuona ninatamka ingie ndani yako, ingie kwenye biashara. Ukikanyaga mahali hapa, watu watakukimbilia, watu watakusogelea. Walikuwa kutolea mahali, watoa mahali mwaka huu. Pokea nguvu ya kuona kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuona kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuona ndani yako kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregere. Ile picha unayoizalisha ndio matokeo ya baadaye ya mwanadamu yanayoishi. Mwanadamu anaishi kile kitu kilichoko ndani yake, sio kilichoko nje yake. Maana kuna wakati nje una vigezo. Kuna rafiki yangu mmoja
yeye hakuwahi kupata hata namba 1 darasani, wala hakuwahi kupata maksi hata 1. Kuanzia la kwanza alishia la 7. Lakini leo anaendesha gari imeenda plate number jina lake. Kuto kusoma sio tatizo, maana Mungu ndani yake ameweka zaidi ya kusoma. Ameweka maarifa zaidi ya kawaida. Elimu tunaenda kujiongezea. Watu wengi wanajidharau, wanasema kwa sababu sijasoma mimi ni maskini, kwa sababu sina elimu mimi ni mama wa kuolewa. Nataka nikwambie siku ya leo, mtazamo mpya ukiwa ndani yako, mwaka 2025 Mungu anakupeleka Gosheni, kwenye baraka, kwenye maziwa na asali. Ukiwa na mtazamo mpya ndani yako, Mungu anatengeneza kitu kizuri ambacho ulikikosa kinakukimbilia. Ukiwa na mtazamo ndani, Mungu anatengeneza kilichokuacha kinakufuata. Ukiwa na mtazamo ndani, yale mambo yaliyokukimbia yanakukimbilia double. Ukiwa na mtazamo ndani, yale uliyoyakosa yanakufuata kila mahali. Na siku ya leo naachilia hiyo nguvu juu ya binti huyu, naachilia neema juu yako, naachilia nguvu juu yako. Alichonyanganywa kiachiliwe, kilichochukuliwa kiachiliwe, alichonyanganywa kiachiliwe. Naona nafsi inarudi, naona uzima unarudi, naona nguvu inarudi. Achilia kila mahali kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya. Kinachotengeneza na kuumba ni mtazamo. Shida sio kwamba sina kiwanja, sina nyumba. Akili inapoanza kudiri kwamba mimi nitamiliki kiwanja, nitapata kazi, nitapata fedha, nitanunua kiwanja, nitajenga nyumba, Mungu anaanza kutumia lile wazo ili alikamilishe. Kwa maana maandiko yanasema Mungu analisubiri neno ili alikamilishe. Neno lako ndani ya wazo linaposimama imara, linampeleka mme kazini, linapeleka watoto kazini, linampeleka mke kazini, anapata mshahara, anajenga nyumba. Na mwaka 2024 naiona neema ya Gosheni inaenda kustawi juu ya watu mahali hapa. Naiona neema ya Gosheni inaenda kububujika ndani. Wakati wengine wanalia, wewe utakuwa unasherehekea. Wakati wengine wanalia, wewe utakuwa na huzuni tena. Wakati wengine wamelala, wewe utakuwa umeamuka. Watoto watakuwa wameamuka, nguvu itakuwa imeamuka. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mungu ananiambia kilichobakia, achilia nguvu ya mtazamo. Watu waanze kuona baraka zao, sio wanaona tu vitu vya kawaida. Anza kuona vitu vilipo, anza kuona maisha yalipo. Unaanza kuliona duka wakati hujapata mtaji, unaanza kuliona linanukia linakufuata. Unaanza kuona duka Nyerere Road wakati hujapata mtaji, unaanza kuona duka Rufiji wakati hujapata mtaji, unaanza kuona biashara Makoroboi wakati hujapata mtaji. Ile nguvu ya kuona ndani inasababisha matokeo. Na mwaka huu Mungu ananiambia anaenda kuinua wamama kwenye hii madhabahu, anaenda kuinua wakaka kwenye hii madhabahu, anaenda kuinua vijana kwenye hii madhabahu, anaenda kuinua mabinti kwenye hii madhabahu. Biashara iliyokufa haitakufa tena. Mungu atakupa picha ya kuona baraka mahali zilipo, maisha mazuri mahali yalipo, baraka mahali zilipo, amani mahali ilipo, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya. Nisikilize, Mungu anatumia mtazamo wako. Jesus. Naona nguvu ya kuona inarudi. Ataanza kuona hoteli zaidi ya hoteli. Ataanza kuona uponyaji. Alikuwa amepandikiza iwe ni bawasiri, uvimbe tumboni, leo naenda kuachia mama huyu. Na achilia hiyo nguvu, maana Mungu anaenda kugusa watu mwaka huu kwa namna ya ajabu. Hiyo nguvu inaingia ndani. Yesu Kristo. Kwa nguvu ya Yesu Kristo, nguvu ya kuona iwe ndani yake. Aanze kuona kazi za watoto, aanze kuona baraka nyingi, aanze kuona nyumba za wapangaji 1, 2, 3 kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Huyu kaka anachilia neema juu yake. Nguvu ya kuona kesho, nguvu ya kuona maisha mazuri. Nixon kuanzia saa hii amemaliza chuo, anaenda kupata kazi nzuri, na atakuja kuwa miongoni mwa viongozi wakubwa wa kitaifa na kimataifa kwa jina la Yesu. Piga makofi kama unaamini kwa jina la Yesu. Jesus. Nguvu ya kuona baraka, nguvu ya kuona ushindi, nguvu ya kuona ndoa za watoto wake, nguvu ya kuona nguvu ya baraka iwe ndani yake kwa jina la Yesu. Amen. Barikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mshike mkono jirani yako, ambaye jirani, mwendo wa mwaka huu tunaona baraka zilipo. Tunaona baraka zilipo. Tunaona kusudi lilipo. Sitakuwa kipofu tena. Nitaziona baraka zangu kwa macho yangu mawili, na lile jicho la tatu la rohoni litaziona baraka zangu. Pokea nguvu ya kuona kwa jina la Yesu. Pokea mahali baraka nzuri kwa jina la Yesu.
Pokea macho ya rohoni kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuona kwa jina la Yesu. Mateso uliyoteseka utateseka tena mwaka huu kwa jina la Yesu. Waliokufanya kuwa kipofu ya biashara hawatakuwa kipofu tena kwa jina la Yesu Kristo. Hawatakufanya kuwa kipofu tena kwa jina la Yesu. Waliosema utaona kiwanja, utaona nyumba, utaona mchumba, utaona ndoa, utaona mimba, leo wanaachia kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni mizimu ya Kagera, leo inaachia. Chia kila kitu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya kuona iwe ndani yake. Watu wazuri, vitu vizuri, mambo mazuri yamuone dada huyu. 1, 2, 3 kwa jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Asante Ebeneza. Asante Adonai. Mungu akasababisha mama yaone baraka zilipo. Alikuwa akifanya vitu vinakufa. Walifunga ufahamu, walifunga ndoto, walifunga ufahamu. Jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Nafungua mikono yake akaone baraka zilipo kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Muinue juu. Haleluya. Sema mwaka huu nguvu ya kuona matokeo makubwa, matokeo mazuri itakuwa ndani yangu. Macho ya kuona mambo mazuri maishani mwangu itakuwa ndani yangu kwa jina la Yesu. Shetani ana tabia kumnyang'anya mtu macho, afu anampa kiini macho. Unashangaa yule anayeona matatizo kila siku kwenye maisha yake alinyang'anywa macho ya kuona mambo mazuri. Kuna watu kwenye hii dunia ambao wanaona mambo mazuri na kuna wanaona mambo mabaya. Kila siku wao ni misiba, kila siku wao ni changamoto, kila siku wao ni kilio, kila siku wao ni huzuni. Mwaka huu kibao kimegeuka kwa jina la Yesu. Kibao kimegeuka kwa jina la Yesu. Hayo macho uliyopoteza yamerudi mara 7 kwa jina la Yesu. Macho ya rohoni yarudi mbele yako kwa jina la Yesu. Macho ya kuona yarudi mbele yako kwa jina la Yesu. Yarudi ndani yako kwa jina la Yesu. Mwaka huu utaona kazi kwa jina la Yesu. Utaona mafanikio kwa jina la Yesu. Utaiona kazi kwa jina la Yesu. Utaiona fursa kwa jina la Yesu. Watu wazuri watakuona kwa jina la Yesu. Pokea watu wazuri kwa jina la Yesu. Pokea mambo mazuri kwa jina la Yesu. Mabinti pokea watu wazuri kwa jina la Yesu. Vijana pokea watu wazuri kwa jina la Yesu. Wamama pokea watu wazuri kwa jina la Yesu. Pokea ndoa nzuri kwa jina la Yesu. Pokea mambo mazuri kwa jina la Yesu. Mambo mazuri ya kurudia kwa jina la Yesu. Mwaka huu utalia. Mwaka huu utakuwa na huzuni. Kila kilichokufa Mungu anaenda kukifufua kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Wapigie makofi na vigeregere. Baba, naachilia nguvu ya kuona ndani yake. Nguvu ya kuona ndani yake. Kila kitu akione sawa sawa. Kazi nzuri, biashara, watu wazuri. Jina la Yesu Kristo. Chia vitu vizuri. Chia mambo mazuri. Nguvu ya damu ya Yesu. Chia kila kitu. Nguvu ya kuona iwe ndani yao. Kuanzia saa hii binti huyu akaone akili nzuri, akaone nafasi nzuri, akaone maisha mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Namwombea binti huyu afanikiwe kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Anasema maana ajionavyo mtu nafsini mwake, anasema ndivyo alivyo. Kwa kadri unavyojiona ndivyo utakavyokuwa. Maisha ya baadaye yanakutegemea sasa. Maisha ya kesho yanakuangalia leo. Ukikosea leo, umeshakosea kesho, umeshakosea kesho. Na leo ninakutengeneza ili kesho yako usikosee tena. Unapotoka mwezi wa kwanza, hiyo ni gia namba 1. Unapoingia namba 2, unachanganya zaidi. Unaelekea kwenye baraka, unaelekea Kanani, unaelekea kwenye utukufu. Aliyekufungia mahali pamoja hata kuona tena wala hata kuweza. Maana mtazamo umebadilika, mtazamo umekuja mpya. Kuanzia sasa utaanza kuziona fursa mahali zilipo. Watu wazuri wataanza kukuona mahali ulipo. Baraka nzuri zitaanza kukuona mahali ulipo. Aliyekufanya kuwa kipofu hata kuona tena. Maana nguvu ya kuona inapokuwa ndani ya ufahamu wako inasababisha matokeo ya kukimbilie. Aliyesema amefunga shule leo ataiachia. Aliyesema amefunga biashara leo ataiachia. Maana biashara yako utaiona. Macho ya rohoni yataona chanzo cha tatizo. Naona biashara zinaachiliwa, naona watoto wanaachiliwa, naona akili zako zinaachiliwa, naona ndoto yako inaachiliwa, naona maisha yanaachiliwa, naona vitu vizuri vinaachiliwa, naona uzao unaachiliwa, naona matumbo yanaachiliwa. Kuanzia saa hii piga makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Kila kitu kitatokea kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kila kitu kitatokea kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Aliyekuwa amechukua afya ya dada huyo, leo naachilia nguvu ya kuiona afya yake. Naitoa kabrini. Afya naitoa Ukerewe. Naitoa Ukerewe. Jina la Yesu Kristo. Kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Huyu dada ananiambia, pastor, sikuwa hivi, nimekonda. Nilivogusa tu
Mchawi mmoja akasema mimi nimemchukua mume wake na nimemloga mimi, nimemzika Murutunguru kule Ukelewe, atakaa atoke, anawaza kufa kila wakati, maana kila kiamka anakonda huko anakula, kumbe ameweka tundu, akila chakula kinavuja. Na mimi nikaona mwaka huu nimeshaachilia nguvu ya kuona, ataliona hilo kaburi, atalifukua mwenyewe, atawaona kwenye ndoto, atawapiga wenyewe, ataona kila kifungo, atakilipua mwenyewe. Pokea nguvu ya kuona matatizo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya kugundua chanzo cha tatizo kwa jina la Yesu. Kama unaamini jipigie makofi na vigeregere. Asante Roho Mtakatifu. Simama juu. Wachawi mpaka wanazika afya za watu siku hizi. Unajiona unakulaga, unafikiri kwamba wewe ni misi. Saa nyingine sio misi. Kuna mwili fulani unao shepu fulani, ila watu wameichukua. Watu wakachukua shepu wakakuachia mwili wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unakula kila siku, kila kitu unacho, kazi unayo, fedha unazo, unakonda, mwili unaenda wapi? Ukimya hauna. Sasa tufanye nini sasa? Kumbe ni kaburi limehusika leo. Kaburi ambalo limezika ndoto yako alitakuweza tena kwa jina la Yesu. Chanzo cha tatizo lako akitakuweza tena kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregele. Mithali hiyo 23:33. 23:33, twende kwa haraka speed hapo. 23:33, Mithali hiyo. Anasema, macho yako yataona mambo mageni. Ndio. Na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Anasema macho yako yataona mambo mageni. Na nini? Na moyo wako utatoa mambo yaliyopotoka. Umeona hapo? Kumbe kile unachokiona ndo matokeo ya baadaye. Ukiona vibaya unapokea majibu mabaya yaliyopotoka. Hapo ndipo watu wana long position, wanakosea njia. Kinachosababisha watu wasiweze kumiliki si kwamba maombi hatuna. Maombi tunayo, madhabahu tunazo, lakini ndani ya mtazamo anachokiona kitoka kanisani ni vitu vile tofauti. Niliwaambia imani haioni kidonda. Imani inaona kidonda lazima kipone. Imani haiangalii mtu amekatwa mguu, imani inaangalia mguu lazima urudi. Ndio kazi ya imani. Imani haiangalii mtu ana kansa, imani inaangalia kansa lazima ipone. Imani haiangalii mtu ana uvimbe, imani inaangalia uvimbe lazima uyeyuke. Alikuja daktari mmoja, mume wake ni daktari, yeye ni daktari, lakini naye ana mavimbe huko tumboni. Alafu miaka 5 hajapata mtoto. Sasa ana elimu, amesoma, mara ana degree. Mume wake ana degree. Akawa nahubiri hapa, ananiangalia, anafundisha katikati ya wageni hapa kwenye darasa la wageni. Nikamwambia, dada, wewe naona ni daktari, lakini pia mume wako ni daktari. Akashituka hapa, akaanza kuelewa. Nikamwambia, naona una miaka 5 hujafunga ndoa, hujazaa. Akasema, nina mavimbe. Mimi ni daktari lakini nimeshindwa kujitibu. Nikamwambia, subiri. Ndipo mwekea mkono hapa, alipoanguka kaamka. Akasikia amebanwa kupush. Alivyoenda chooni, anarudi na pastor, nimeona vimetoka vitu kama placenta. Ajua wasomi kama placenta vinyama. Nikamwambia, uvimbe tayari, kwa heri mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia, mwakani majira kama haya utakuwa na mtoto wa kiume. Na kweli sasa hivi ana mimba. Anasema, pastor, nina mimba ya miezi 7 na mtoto anayekuja ni wa kiume, jinsi ulivyotamka, maana nimemcheki kwenye vipimo, nimegundua ni wa kiume. Nikamwambia, Mungu akosei, maana ana manabii duniani wanaona mbali kabla ya tatizo, wanaona mbali kabla ya tukio. Mwaka huu Mungu akupe macho ya rohoni, akupe macho ya kinabii, kabla jambo lijatokea ulione, ili uliombee ili litimie. Kabla vitu vizuri havijaja uvione mapema, uviombee ili vitimie. Kabla kifo kijaja ukione ili ukipeperushe. Na mwaka huu hakuna jambo baya litakalo kupata, hakuna vitu vibaya vitakavyo kupata. Kabla ya kupangwa utakuwa umegundua mbinu, kabla ya vijaja utakuwa umegundua mbinu. Na kama unaamini, jipigie makofi. Hayo makofi ni ya ushindi. Umeshashinda kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema, rudia tena pale, watu hawajasikia, walikuwa mbinguni. Anasema, macho yako yataona mambo mageni. Macho yangu yataona mambo mageni. Jitahidi sana kuzuia mambo mageni mabaya yasije katika maisha yako. Yaani shetani ili akupoteze direction anakuonyesha vitu. Ndio maana ukitaka kujua sasa hivi shetani yuko mpaka kwenye mtandao. Wewe kama una simu kubwa, wewe fungua simu tu. Unatafuta kitu fulani cha maana, kinakuletea kingine, kinakukonyeza kidogo, kingine kiko uchi kidogo. Yaani unabaki unashangaa, sasa hapa nifanye nini? Si navaa miwani meusi au nafungua simu nimeangalia pembeni. Mambo ni mengi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yale yanayokukonyeza ukiangalia mageni yale yakaingia kwenye ufahamu, utashangaa umekuwa kama lambo yule wa Buswelu aliyemtokea mama ni mjamzito akaanza kuburidi. Sema leo nakataa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja mchawi mmoja, kuna mchawi mmoja yuko Buswelu anaitwa Lambo, anafuata wanawake wenye mimba. Akishiriki nao tendo la ndoa kwenye ndoto, mimba zinatoka. Sasa tulimkamata wiki iliyopita, mnakumbuka Tukampiga mchawi Lambo, mnakumbuka? Wangapi walikuwa hapa madhabahuni? Na yeye anaenda kufa maana ameshaharibu hatima za watu wengi. Hawezi pona. Anabaka watu wanawake kwenye ndoto afu wenye mimba. Anaitwa Lambo, mtu mwenyewe anaitwa Lambo. Anaitwa Lambo, atapona huyo? Huyo asipone, maana mpaka anamuuliza umeshatoa mimba ngapi? Anasema Buswelu tu anafika kama 150. Busweri. Mara wengine mpaka wanakufa, wanapotoka damu zile wanakufa wanawake. Yaani anakufa mama na mtoto. Yaani ni mchawi mmoja, ni kijana anaitwa Lambo. Anapiga watu Vietnam. Kama mnamjua Lambo nyewe Vietnam? Wakitaka kumjua Lambo waulize wa Vietnam wanamjua Lambo. Akikosa bunduki anakupiga na jiwe. Akikosa bunduki anakupiga mshale. Yaani kila kitu anajua kutumia Lambo. Alafu ni mtu anaishi Tanzania, Buswelu. Ni wilaya gani? Ilemela, wilaya Ilemela hii tuliyomo. Anaitwa Lambo, alafu anaparamia wanawake usiku, mimba zinatoka. Nikamuuliza, sasa Lambo ulifundishwa? Anasema mama yangu na ndiye nifundisha. Sasa na yeye ajiandae mtoto na mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kukaa tunaendekeza uchawi, wanaharibu hatima za watu. Tumechoka. Maana Biblia inasema dini yetu ni matarajio, tuupate ushindi, tuwe na furaha. Sasa tuendelee kumwombea wewe anayetoa watu mimba aendelee kuishi ili auwe wengine. Alafu jina lenyewe anaitwa Lambo. Nakwambia Lambo leo atakuwa mfuko wa Lambo, sema amina. Atabebwa kwenye mfuko wa Lambo, sema amina. Aliyetesa maisha yako atayatesa tena kwa jina la Yesu. Rudia tena pale, anasemaje? Anasema, macho yako yataona mambo mageni. Ndio. Na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Anasema macho yangu yataona mambo mageni na moyo wangu utatoa mambo yaliyopotoka. Mwaka huu yeyote aliyekutengenezea macho rohoni ya kuona matatizo, akasema amekuwekea macho ya matatizo, macho ya huzuni, macho ya machozi, macho ya kulia, macho ya kuhuzunika, leo ninatamka Mungu akuachie kwa jina la Yesu Kristo. Natamka hayo macho yatoke, hayo macho ya kulia kila siku, unakieleza kitanda, unapiga magoti, unaanza kulia, mimi nimekosea wapi? Mbona nateseka? Nilifunga ndoa vizuri na mume wangu, lakini leo ameniacha, kaenda nyumba ya pili, leo ameniacha, nabaki kulia. Leo huyu aliyekupa macho ya machozi, leo yanakuachia kwa jina la Yesu Kristo. Ni kweli ulikosea, lakini Mungu anarudisha kila kitu. Anarudisha kila kitu. Anarudisha kila kitu. Mwe mnawahi mapema. Wengine ni hatari hapa. Ni hatari, wanakuja kunikaba huko. Maana nagusa vitu vya ajabu. Wachawi wanajua. Niliwahi kumwona huyu mama njia panda huyu, nikamwambia acha hicho kitu. Sasa hivi amebadilika. Kwa hiyo ninapogusa hapo wanajua kwamba siri ya kuona. Amina, siri ya kufanyaje? Ya kuona. Anasema na moyo wako utatoa mambo yaliyopotoka. Ili ukosee, wanapiga macho yako ya rohoni. Ukikosa mtazamo wa kuona kesho yako nzuri, umeshapoteza kila kitu. Wakipiga mtazamo wa kuona kesho unaweza kupata, umeshakosa kesho. Wachawi wanajua kudiri na kesho yako kupitia mawazo na maono katika maisha yako. Mwaka huu aliyekufanya kuwa na macho ya kinyume, akachukua macho ya direct ya kuona baraka zako, leo anayaachia. Mahali macho yako yalipo yanaona mambo mabaya, wanachukua mambo mazuri katika maisha yako. Ulitakuwa kuwa umeolewa, wamechukua ndoa. Utakuwa kuwa na kazi, wamechukua kazi. Utakuwa kuwa na maisha mazuri, wamechukua maisha yako mazuri. Leo ninatamka macho yako yarudi. Pokea macho ya kuona kwa jina la Yesu Kristo. Pokea macho ya kuona kwa jina la Yesu. Pokea macho ya kuona kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregere. Haleluya. Haleluya. Kwa lazima uweze kujua ile picha ulionayo ndo kesho yako itakavyokuwa. Yaani picha iliyoko ndani yako ndo inakuwakilisha kesho utakuwa nani. Mimi nimekaa na watumishi wa Mungu wengi sana, lakini pia nimepelekwa mahali ambapo pameshindikana. Nakumbuka mwaka majuzi sasa wakanipeleka sehemu inaitwa Shinyanga. Yaani pale hata wahubiri wakubwa hawajawahi kukanyagaga pale Shinyanga. Yaani ukifika tu harufu yenyewe unagusa. Yaani unakuta Shinyanga mtu anamiliki milioni 10 anatembelea ndara ili wasimloge, maana akivaa kiatu kizuri ameisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uweze kujua. Nikaenda pale Shinyanga nikamkuta mchungaji mmoja, nikamwambia mama, hapo amesha kukaba hapa.
sasa hebu niachie nenda tu kapumzike Mwanza kidogo, mimi nianze kudili na mambo yangu hapa. Nikamwambia sitaishi nyumbani kwako, sitaishi kwa mpendwa, mimi nitakaa madhabahuni hapo hapo. Nilipiga miezi mitatu kanisa kutoka kwenye watu 14 mpaka watu 300. Miezi mitatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa ananiuliza imekuwaje, nikamwambia mimi picha nilionayo, ninaamini mahali ambapo ni jangwa yatastawi mambo kama kwa wakati wa Gaddafi. Mimi siamini jangwa linatoa jangwa, naamini jangwa linazaa baraka, jangwa linazaa maziwa na asali, jangwa linazaa matunda ya aina yote. Na mwaka huu walikufanya kuwa jangwa kupitia neno, lakini hawatakuweza tena. Walikubadilisha, wakasema wamekunyang'anya macho ya kuona kesho yako nzuri, wakakupa kuona kesho yako mbaya. Lakini leo Mungu anageuza, kibao kimegeuka. Aliyegeuza macho yako atakugeuza tena, aliyechukua kesho yako ataichukua tena. Pokea kesho yako tena kwa jina la Yesu. Pokea macho ya kesho yako kwa jina la Yesu. Pokea macho ya ndoto yako kwa jina la Yesu. Pokea macho ya kuona kesho yako kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregere. Ndio maana nawaambia siku moja tutahubiri mkutano, watu 3 wamekaa kwa wakati huo mmoja, na inawezekana. Mwanza hii subiri nakuja, mtaiona. Kama unaamini piga makofi na vigeregere. Haleluya. Haleluya. Sema moyo wangu hautatoa mambo mabaya tena. Mawazo yangu hayatazalisha mabaya tena. Kuanzia sasa nitazalisha hekima nzuri, akili nzuri, nitazalisha kesho yangu nzuri, nitazalisha vitu vizuri vya hatima ya maisha yangu kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Pokea wazo zuri kwa jina la Yesu. Pokea wazo zuri kwa jina la Yesu. Pokea wazo zuri kwa jina la Yesu. Pokea ndoto yako nzuri kwa jina la Yesu. Pokea wazo lako zuri kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Hapa napotamka wenye macho ya rohoni wanagundua vitu vingi sana. Mungu akupe macho ya rohoni kwa jina la Yesu. Tunaenda kumalizia Mathayo 7:7 hadi 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 7:7 hadi 12. Anasemaje? Anasema ombeni nanyi mtapewa. Ndio. Tafuteni. Ndio. Nanyi mtaona. Ndio. Bisheni. Ndio. Nanyi mtafunguliwa. Kwa maana ndio kila ombaye hupokea, ndio naye atafutaye ndio huona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Maombi, unapoomba ukaona picha ya matokeo ya maombi yako, lazima maombi yajibiwe. Maana Mungu kabla hajajibu anaangalia aliyeomba anaamini nini, aliyeomba anawaza nini. Akishayaona mawazo ndani yako, ni kweli umeiomba kazi, alafu unaiona hiyo kazi ni ya kwako, wengine wamekusindikiza, lazima upigiwe simu uende kwenye interview, lazima uipate kazi. Haianzi vyeti wala haianzi kunungunika. Unapoamini ulichokiomba ndicho kinachotokea. Maana Mungu kabla ya kutoa majibu anaangalia huyo mtu anaamini vipi. Je, maarifa yapo, hekima ipo? Akiamini Mungu anasababisha apate, akiamini Mungu anasababisha apotee. Na mwaka huu natema Mungu ataenda kusababisha upokee, ataenda kusababisha Mungu upokee. Kile ambacho umekiomba utaenda kukipokea. Kile kitu ambacho ulikitamani kitaenda kutokea. Kama unaamini jipigie makofi na vigelegele. Anasema ombeni nanyi mtafanyaje? Nanyi mtapata. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tulishabisha sana, tumeshamgongea Mungu hodi sana, tumeshamuita Mungu sana. Tunahitaji mwaka huu aonekane kama wakati wa Gosheni. Na mwaka huu neema iliyozidi na ione inafurika juu ya watu kwa jina la Yesu. Naona inabubujika juu ya watu kwa jina la Yesu. Naona watu majina yao yanabadilishwa kwa jina la Yesu. Ulikuwa na jina baya, unapewa jina jipya. Waliokuita jina baya watalifuta wenyewe, wataliondoa wenyewe. Maana Mungu wa Gosheni atakutofautisha wewe na wao. Atakuweka kulia, wao wataweka kushoto. Atakuingiza kwenye baraka, watabaki wanashangaa. Wakati unamiliki nyumba, wanabaki wanajiuliza mbona tulimweka chooni, ametoka sangapi? Wakichungulia choo kimeshafutika kabisa na Mungu kakipoteza. Choo cha hatima yako, kilichozika hatima yako, akitakuzika tena. Hicho kibuyu akitakushika tena. Hicho chungu akitakuzika tena. Hiyo njia panda haitakuzuia tena, maana umeshambishia Mungu na amekufungulia. Siku ya leo naona mlango wa baraka mkubwa umefunguliwa juu ya mama, umefunguliwa juu ya baba. Naona mlango mkubwa wa ndoa umefunguliwa ndani ya kanisa hili. Wadada wataolewa, wataimbia wimbo wa bibi harusi. Wababa watamiliki fedha, watamiliki magari, watamiliki majumba. Pokea hizo baraka kwa jina la Yesu.
Anasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kinachofungua mlango wa mbingu sio sauti nzuri ulionayo, ni mawazo mazuri ulionayo. Soma Biblia. Kuna watu wengine walijibiwa kabla hawajaomba na wakapata, kwa sababu mawazo yao yalikuwa sawa, yakasababisha matokeo yakaonekana. Na mwaka huu katika kuwaza Mungu atakujibu, katika kunena Mungu atabariki, katika kuwaza Mungu atafungua mlango. Alipofungua mlango wa Danieli, maandiko yanasema Danieli alipowaza tu, Mungu akatuma malaika, peleka majibu yake. Asijisumbue kuomba. Tunajisumbua kufunga kwa sababu hatuna Mungu, hatumwazii mema. Lakini Mungu tukimwazia mema, anaufungua mlango ulioshikiliwa, anaufungua mlango uliozuiliwa. Leo pokea wazo zuri ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea mawazo mazuri ndani yako kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregere. Haleluya. Kinachozuia majibu ni mawazo, na kinachosababisha matokeo ni mawazo. Ndio maana ukitaka kufanikiwa, anza kuwaza sawa sawa. Nilikwambia usipopata nafasi ya kutoa mabaya, Mungu alete mazuri ndani yako. Kuna vitu viache, kuna vitu vipotezee. Nilikwambia mwaka huu usikae kuwaza visasi. Mwambie Mungu ambaye ni zaidi ya kisasi atamalaki, afu songa mbele. Mwambie Baba, wewe kabiliana na hii mifumo, mimi nasonga mbele. Wazo langu sitawaza matatizo, sitawaza madeni, sitawaza kifo, sitawaza hasara. Mimi nawaza faida, nasonga mbele. Wakati huo Mungu anatangulia mbele yako, anakuwekea lami katika njia zako, tena lami ya dhahabu. Unashangaa kila unapopita unapatia. Ukifungua biashara mjini inapatia, ukifungua mtaani inapatia. Kumbe ulimhusisha Mungu katika wazo. Mungu akiona wazo imara, analeta baraka imara. Na mwaka huu Mungu akuletee baraka imara ambazo umezikosa. Alete fedha imara kwenye mikono yako zikae. Alete fedha nzuri zikae ndani yako. Aimarishe uchumi, aimarishe mikono, aimarishe ndoa, aimarishe watoto, aimarishe akili, aimarishe biashara. Pokea nguvu ya kuimarika kwa jina la Yesu. Lazima uombe. Asema bisheni nanyi mtafunguliwa. Tulishabisha hapa, tuombagi hapa. Tunaomba. Kazi yetu ni moja. Tunatoka mwezi wa kwanza kwa kishindo, tunaingia mwezi wa pili kwa kishindo. Lazima kieleweke. Hakuna mnyonge hata mmoja atakayeonekana mahali hapa. Hakuna aliyekosa hata mmoja atakayeonekana mahali hapa. Hakuna anayelia tena atakayeonekana kwenye hii madhabahu. Tunahitaji furaha tena za wamama, tunahitaji furaha za wababa, tunahitaji furaha za vijana, tunahitaji kumiliki kwa wababa, kuwarudie tena. Wababa, pokea kumiliki kwa jina la Yesu. Haleluya. Lazima tuanze kuona. Yaani unaiona kesho nzuri wakati hujaifikia. Maandiko yanasema macho ya roho yana tabia kuiona kesho iliyopotea mbele zako. Kila kitu kinasababisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, rudia tena pale mpaka 12. Anasema ombeni ndio nanyi mtapewa. Ndio. Tafuteni ndio nanyi mtaona. Ndio. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ndio. Kwa maana kila ombaye hupokea, Ndio. naye atafutaye huona, Ndio. naye abishaye atafunguliwa. Ndio. Au kuna mtu yupi kwenu Ndio. ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Ndio. Au akiomba samaki Ndio. atampa nyoka? Umesikia hicho kitu? Kumbe ukiomba vizuri unapokea vizuri. Anasema ni mtu gani katikati yenu ambaye mtoto akimuomba baba samaki ampe nyoka? Haipo hiyo kitu. Kumbe Mungu tukimwomba kwa kuamini, kila kitu kinatokea. Tukimwomba kwa kuamini, kila kitu kinatokea. Mwaka huu na picha mpya juu yako. Naona picha inayoona kesho yako nzuri ili upokee majibu sahihi. Na iona picha ndani yako inayoiona nyumba wakati hujanunua kiwanja. Na iona gari wakati hujapokea fedha. Na iona kesho wakati hujapokea. Anza kuwa na hiyo picha kwa jina la Yesu Kristo. Pokea wamama picha hiyo. Pokea picha ya biashara kubwa. Unaenda mpaka Dubai, unaenda Uturuki, unaenda mpaka China, unaenda mpaka Marekani. Pokea hiyo picha kwa jina la Yesu. Hiyo picha kusababisha upokee na ituma ingie ndani yako. Pokea hiyo picha kwa jina la Yesu. Pokea huo mtazamo mpya kwa jina la Yesu. Pokea hiyo picha mpya kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregere. Haleluya. Anasema ni mtoto gani atakayemwomba baba samaki afu ampe nyoka? Kumbe Mungu sio katili. Sisi ndo tumekuwa katili kupitia mawazo yetu. Leo tumevua mawazo mabaya, tumevaa mawazo mapya kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Malizia Isaya 66:14. Isaya 66:14. Tumalize mapema leo saa 8 tu, tumekimbia hapa madhabahuni. Haleluya. Anasema ndio,
nanyi mtaona. Ndiyo. Na mioyo yenu itafurahi. Ndiyo. Na mifupa yenu itastawi kama majani mabichi. Anasema nanyi mtaona na mioyo yenu itafurahi. Kumbe kinachosababisha moyo kufurahi ni yale matendo ya moyo unayoyaona. Na mwaka huu naanza kuona macho ya watu wazuri wanaenda kuona baraka, ili moyo toe tabasamu, moyo toe furaha, moyo toe amani. Walikufanya moyo kuwa mnyonge kwa sababu macho yako waliyachukua, wanakuonyesha matukio mabaya mabaya. Ukienda kwenye biashara inaanguka, unaambulia hasara na madeni. Mwaka huu Mungu anarudisha macho yako harisi ya kuona faida ilipo, ya kuona ongezeko lilipo, ya kuona biashara ilipo, ya kuona amani ilipo, furaha ya biashara ilipo. Maana maandiko yanasema nanyi mtaona na mioyo yenu itafurahi na mifupa yenu itastawi kama majani mabichi. Kuanzia sasa Mungu arudishe macho ya rohoni, arudishe macho ya kuona mambo mazuri. Hayo macho mabaya ayaondoe ndani yako, ayatoeshe ndani yako, ayakimbize ndani yako, akurudishie macho ya furaha, macho ya amani, macho ya kibali. Pokea hayo macho kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Pokea macho ya kuona watu sahihi kwa jina la Yesu. Pokea macho ya kuona baraka kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigelegele. Anasema nanyi mtaona. Anasema na mioyo yenu itafurahi. Ili moyo uwe na furaha, lazima anze kuona vitu vizuri. Yaani ikitokea hapa, mfano hapa namuita dada yetu, dada yetu njoo hapa. Dada yetu hapa Mabatini, tajiri wa Mabatini, kimbia hapa. Anakuja sasa hapo, mimi ni Mungu namuita sasa, amekuja. Amina. Afu nimemsurprise milioni 100. Hebu pokea milioni 100. Amina. Utanuna, utatabasamu. Tumpigie makofi, ameshinda. Haleluya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba furaha ya moyoni inategemea macho yako yanaona nini. Uwezi kila siku unaona ugomvi ukawa na furaha. Uwezi kila siku unakosa amani ukawa na furaha. Kinachosababisha furaha ipotee ni macho yanaona nini. Kwenye maisha ya dunia hii kuna watu wanaishi hawajui hata ugomvi unafananaje. Kwenye dunia hii ambayo tunaishi kuna watu wanaishi hawajui shida inafananaje. Baba alikuwa rais, mtoto rais, watoto ni viongozi wakubwa, hawajui shida. Yaani ukiwaambia shida ni nini, wanafikiri ni aina ya matunda unaenda kutafutia sokoni. Matunda aina ya shida, hawajui. Siku moja anamuuliza George Bush wa Marekani kwamba ni kitu gani ambacho kiliwahi kukutokea kibaya utakisahau kwenye maisha yako. Akasema nilikuwa natoka kwenye gari naingia ndani nikanyeshewa na mvua. Ndio tukio baya ambalo aliliona katika maisha yake. Yaani kunyeshewa mvua, anatoka kwenye gari kuingia ndani. Watu wakabaki wanashangaa si yeye. Yaani ndio tukio baya, kunyeshewa mvua. Kuna watu wamekuwa, baba ni rais, mtoto amekuwa rais, wajukuu ni wafanyabiashara wakubwa, hawajui shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini? Macho yao yanaona baraka, baraka, baraka. Mwaka huu baraka na wewe uzione kwa jina la Yesu. Macho yako yaone baraka kwa jina la Yesu. Macho yako yaone mafanikio kwa jina la Yesu. Vitu vizuri vikukimbilia kwenye huduma yako kwa jina la Yesu. Watu wadhuru walionyang'anywa na huduma yako wakurudi mara 7 kwa jina la Yesu. Tunakomboa watu wa huduma hii, watu wazuri, wa China, wazungu, Waarabu, Wahindi, wote waje mahali hapa kwa jina la Yesu. Watu waliozuiliwa katika maisha yetu hawatazuiliwa tena kwa jina la Yesu. Tutapokea watu wa mataifa ya nje, tutapokea watu kutoka mahali popote, tutapokea watu kutoka mataifa yoyote katika jina la Yesu. Sema amen. Sema itakuwa kwa jina la Yesu. Shetani anaweza akachukua wateja akakuletea watu wa mkopo. Alafu yule anayekopa kuja kulipa mpaka mwende mahakamani. Alafu anasema nitakuwa mimi na uwezo wa kulipa shilingi 50 kila mwezi. Huku namdai milioni 10. Ataimaliza lini hapo? Mpaka Yesu arudi. Unapoona unakopesha vitu hawakulipi, kuna kitu alisha kunyang'anya katika maisha yako. Watu ambao wako sawa, wana macho ya rohoni, wanakutana na watu wazuri. Mwaka huu watu wazuri wakurudie kwa jina la Yesu. Watu wa hasara na madeni wakukimbie kwa jina la Yesu. Uwezi kutajirika kwa kukopesha kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakopesha kwa sababu tayari walichukua watu wazuri usiwaone. Wanakuja watu wagalalizaji. Kitu cha 1000 anataka apunguziwe, umuuzie 700. Hiyo 300 atailipa nani? Lazima ujiulize. Mshike mkono jirani yako, mwambie jirani, au wateja wako kitu cha 1000 wanataka wapunguzie, hiyo nyingine atailipa nani kwa mfano? Lazima ujiulize. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafikia hatua ni kitu kinauzwa milioni 1, ukimpa mtu akikishika milioni 1 arudishi, anakupa hela keshi. Lakini ukiona mtu anaanza kugeuza kitu, unauza samaki, mtu anaiangalia samaki mara 2, kuna kitu amesha kuchakachua hapo katika ulimwengu wa roho.
watu ambao wana nguvu ya macho ya rohoni, wateja wakija waga wana discussion. Kama ni nguo ni papa bei gani 40,000, anatoa keshi anaondoka zake. Ukiona unagaralizwa sana, wameshachakachua kitu ndani yako, akipo nguvu, inaitwa nguvu ya kumiliki, nguvu ya kuona. Nguvu ya kuona ikiwa ndani yako, watu wanakiona kitu hata wakiwa mbali. Yaani unaiweka nguo kwenye mdoli, watu wanaenda kupita pale wanashika breki kuinunua hiyo nguo. Hiyo ni nguvu ya kuona. Nguvu ya kuona inafichua biashara yako, inatoka gizani inaanza kuonekana machoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona watu walioni duka lako, nilimwombea mtu mmoja mjini kati hapa, yeye hawaoni, hata huyo mama biashara yake hawaioni, watu wameificha. Leo biashara yako iachiliwe kwa jina la Yesu. Walioificha wekea giza biashara yako leo iachiliwe kwa jina la Yesu. Sema biashara yangu, mafanikio yangu, giza liondoke, giza lipotee. Kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Asante Roho Mtakatifu. Jipigie makofi na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Anasema macho yako yataona na moyo wako utafurahi. Anasema na mifupa yako itastawi kama majani mabichi. Lakini leo ni wangapi wanastawi? Watu wamekaukiwa. Anapata 10,000 wakati itakuwa apate 100,000, baada na gap kubwa sana pale. Tunachokipata nakuta ni kidogo wakati bado tunahitaji kingine kikubwa. Je, tutaishi maisha ya mpaka lini? Lazima tuanze kuziona baraka zetu kamili mahali zilipo. Shetani ana tabia ya kuchukua milioni 1 afu anakuachia 100,000. Anachukua milioni 100 anakupa milioni 10 afu nabaki kufuga kitambi. Na miliki gari moja, kumbe amechukua magari 100. Kachukua showroom mwaka huu. Kila kitu kilichonyanganywa kikurudia mara 7 kwa jina la Yesu. Chochote kilichochukuliwa na ulimwengu wa roho, ninatamka kirudi kwa jina la Yesu. Ninatamka kiachiliwe kwa jina la Yesu. Natamka kije juu yako kwa jina la Yesu. Natamka kikurudie kwa jina la Yesu. Pokea vitu vyako kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregere. Anasema na mifupa yangu itastawi kama majani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome tena Biblia hapo, rudia tena. Anasema nanyi mtaona, ndio, na mioyo yenu itafurahi, ndio, na mifupa yenu itastawi kama majani mabichi, ndio, na mkono wa Bwana utajulikana, ndio, uelekeao watumishi wake, naye atawaonea adui zake ghadhabu. Ndio. Anaendelea mstari wa 15. Anasema ndio, maana Bwana atakuja na moto, ndio, na magari yake ya vita, ndio, kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake, ndio, kwa moto uwakao, ndio, na maonyo yake, ndio, kwa miali ya moto. Haleluya, haleluya. Namuona Mungu anakuja na maskari wa jeshi, anakuja na magari ya vita, anakuja na silaha za moto, anakuja kuangamiza kilichokuzuia usifanikiwe wewe, kilichozuia ndoto yako, kilichozuia kazi yako. Ni kweli walizuia, lakini mwaka huu hawawezi, maana Mungu atakuja na magari ya vita zaidi ya magari ya duniani. Akipita mahali risasi haipiti, mabomu hayapiti, makombora hayapiti, atafika kwenye targeti ya yule adui aliyezuia, aliyezika ndoto yako, atamkamata na kumweka gerezani mbinguni, afu ufanikiwe. Naona Mungu anashuka na magari ya vita, anashuka na magari ya moto, anashuka na magari ya vita, anakuja kuhukumu waliokutesa kwenye familia, waliotesa maisha yako, waliotesa biashara yako, waliotesa kazi yako, waliozuia vyeti vyako. Umeomba interview nyingi, hawajakuita hata mmoja. Huyu aliyezuia, Bwana anakuja, Mungu anakuja na magari ya vita, yanashuka saa hii, yanashuka Kisesa kwenye kijiwe cha matofari. Aliyezuia atazuia, aliyezuia atazuia, aliyezuia atazuia. Aliyechukua faida anairudisha leo, aliyechukua kazi anairudisha leo, aliyechukua kiti chako anakirudisha leo, aliyechukua ndoa yako anairudisha leo, aliyemchukua mume wako anamrudisha leo. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Naona magari ya vita yanaanza kububujika saa hii. Naona anaanza kuja kuanzia saa hii. Naona anaanza kuja kuanzia saa hii. Kwa jina la Yesu sema amen. Haleluya. Anasema maana Bwana atakuja na magari ya nini? Mungu hajaji anacheka cheka kama wewe. Anakuja yuko serious. Ndio maana niliwaambia huu mwaka ni mwaka wa watu serious. Tunahitaji kuona Mwanza kinatoka kitu chema. Watu wanasemaga kanda ya ziwa ni maskini. Hakuna kanda ya ziwa maskini, dhahabu zipo. Ziwa lipo Victoria hapo. Hakuna mkoa tajiri kama kanda ya ziwa, kama mkoa wa Mwanza. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tunafanya kuwa maskini kwa sababu mitazamo tumekalilishwa. Wanachukua dhahabu wanapeleka nje, afu anatuita eti maskini kanda ya ziwa. Kibao kinageuka. Aliyegeuza katika ulimwengu wa roho kanda ya ziwa kuwafanya watu wawe maskini, mwaka huu kibao kinageuka. Watu wa Mwanza watamiliki fedha, watatajirika. Kabila zote, dini zote. Tunakataa kuwa wanyonge Mwanza, tunakataa kuwa ombaomba Mwanza, tunakataa, maana tunamiliki madini, tunamiliki ziwa Victoria, vinapatikana Sangara ambazo hazipo kwenye bahari yoyote wala ziwa lolote. Ndani yake kuna mabondo ni zaidi ya dhahabu. Kwa nini wanatuita maskini? Ni kwa sababu wametukaribisha kanda ya ziwa ni maskini. Tunavua umaskini, tunaenda kumiliki, na tunaenda kumiliki. Tunafichua hazina za sirini ambazo zimefichwa, zirudi kuanzia saa hii. Aliyeficha ndoto yake ataificha tena, aliyezuia ndoto yako ataizuia tena, aliyezuia kibali chako atakizuia tena, aliyezika nyota yako ataizika tena, aliyeficha sura yako ataificha tena. Pokea nguvu ya kumiliki. Chia kila kitu. Kila kitu kiachiliwe. Hiyo sura iachiliwe. Mikono iachiliwe. Sema mikono yangu iachiliwe. Mikono ya kumiliki iachiliwe. Sura yangu iachiliwe. Nyota yangu iachiliwe. Maisha yangu iachiliwe. Kila kitu kiachiliwe. Chia kila kitu. Chia kila kitu. Chia kila kitu. Mnaachia. Hapana tena. Huu mwaka ni wa moto. Huu mwaka ni wa moto, hauzuiliwi. Yaani ukiuzuia unapitwa na magari ya vita. Huu ni mtindo wa magari ya vita, sema amina. Ni mtindo wa magari ya nini? Ya vita. Magari ya vita yanapita kila mahali. Anasema maana Bwana atakuja na magari ya vita, atatembea na moto mkononi. Aliyekuzuia atamuunguza, aliyechukua mikono ataiachia, aliyechukua hatua ataziachia, aliyechukua nyota ataiachia, aliyechukua biashara ataiachia, aliyechukua maisha mazuri ataiachia. Rudishiwa kila kitu kwa jina la Yesu. Sema nakomboa kila kitu kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema maana Bwana atakuja na haji kwa mguu. Mungu haji kwa mguu, haji kutembelea mlimani kwa mguu. Anakuja na vifaru. Maana anajua wachawi wa Nyansaka, ukija una miguu watakuloga, watakuzuia. Anakuja na magari ya vita, alafu yanawaka moto. Kuanzia sasa mwaka huu aliyekuzuia tena atakuzuia. Maana naona Mungu na magari ya vita, anatembea na jeshi la mbinguni, maserafi na makerubi, wazee 24, wale viumbe wenye sura 4, wenye macho kila mahali. Watazimulika baraka zako zilipo, watakuelekeza. Kama ni dhahabu, ukichimba kimo cha mguu mmoja utainuka na jiwe la kilo 1. Kama ni almasi utaipata. Natuma nguvu Shinyanga, almasi zitokee. Natuma nguvu migodini, dhahabu zitokee. Natuma nguvu kwenye biashara, biashara itokee. Natuma uwezo kwenye maisha yako, uwezo utokee. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Aliyeficha sura yako mwaka huu haifichi tena kwa jina la Yesu. Aliyeficha ndoa yako ataificha mwaka huu tena kwa jina la Yesu. Aliyemficha mume wako amemshikilia kwamba utakao muone ni mchawi kijijini, aidha ni bibi yako, ni babu yako, ni mtu wa karibu yako, leo naona anamwachia. Maana Mungu anakuja na gari ya vita, anakuja na jeshi la malaika. Hiyo ndoa inaachiliwa, hiyo nafasi inaachiliwa, watoto wanaachiliwa, kazi inaachiliwa, ndoa inaachiliwa, vieti vinaachiliwa. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Kila kitu lazima kiachiliwe mwaka huu. Mungu aje anacheka mwaka huu. Anakuja na magari ya nini? Magari ya vita. Rudia tena hapa. Anasema maana Bwana atakuja na moto, na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli. Na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli. Yazuiliwi huyo. Ili atoe malipo ya ghadhabu yake. Ili atoe malipo ya ghadhabu yake. Waliokutesa watalipwa ghadhabu. Wengine umesikia wamedondoka ndani ya wiki 2, wawili wote wameondoka. Mama na mtoto aliyemloga mtu wameondoka. Na Mungu akikutokea wewe usihuzunike, maana akiondoa kikwazo utaenda kumiliki. Maandiko yanasema kufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Kuna watu waliokufunga bado wako hai, ambapo Mungu asipowashughulikia huwezi kumiliki tena. Waliokuroga wako hai, Mungu asipowashughulikia huwezi kuwa na duka wewe, huwezi kuwa na ndoa wewe. Na leo option ni 2, aidha waokoke, wakikataa Mungu apite nao. Maana atakuja na moto, atakuja na magari ya vita. Atakapopita kila mahali kama upepo wa kisulisuli, hawatabaki salama. Walishikilia meli wataiachia, walishikilia sheri
wataiachia. Walichikilia magari, wataiachia. Huyu aliyeua mume wako, Mungu atashughulika naye. Huyu aliyekufanya kuwa mjane, Mungu atashughulika naye. Aliyekufanya kuwa yatima, Mungu atashughulika naye. Anasema atakuja kama upepo wa kisulisuli, atazuiliwa. Kama upepo usipokamatwa, usipozuiliwa, ndivyo Mungu atakavyokuja. Atalipa ghadhabu kwa wale waliokutesa. Iwe ni miaka 10, miaka 20, ukufanikiwa, ukumiliki gari, ukumiliki nyumba, wataachia mwaka huu. Kama unaamini piga makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu waliwahi kuwa na watu wazuri, lakini leo hawana watu wazuri. Kumbe watu wazuri waliwachukua ili usiwaone, ili wakuangamize. Mwaka huu watu wazuri watakuona kwa macho yao, na wewe utaona kwa macho yako, na watakapokuja wataishi ndani yako, na wewe utaishi ndani yao. Mtafanikiwa, watakupa connection, watakupa michongo, watakupa maisha mazuri, watakuelekeza fanya biashara hii na kusapoti mtaji wa milioni 200. Pokea watu wazuri yao. Pokea watu wazuri yao. Naona watu wanawafuata. Naona Waarabu wanawafuata, naona Wachina wanawafuata, naona Wahindi wanawafuata, naona Waafrika wazuri wanawafuata, naona matajiri wanakukimbilia. Pokea baraka zako hizo kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Unaweza kanyanganywa watu wazuri, wakachukua watu, wakakuachia watu wabaya. Mwaka lazima kila kitu kiwe jina la Yesu. Kama unaamini kila kitu kitakaa sawa, piga makofi na vigelegele. Rudia tena, malizia hapo. Anasema ndiyo, maana Bwana ndiyo atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto uwakao, ndiyo, na maonyo yake kwa miali ya moto. Nisikilize, mwaka huu usijipe umuhimu kwa watu ambao waone umuhimu wako. Umeelewa? Yaani mwaka huu usijipendekeze. Usijipe umuhimu kwa watu wasioona umuhimu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu anasema atakuja na moto, atakuja na magari ya kivita, atakuja kama upepo wa kisulisuli. Watu wataiona thamani yako, maana umuhimu aliupoteza, umuhimu aliuchukua. Leo amekufanya kuwa kasha. Baada ya umuhimu kurudi, wao watagundua umuhimu wako, watakupigia simu tena kwa kuomba na kwa kupiga magoti. Walizoea kuwa wanakuwa kama Wagalatia kwenye maisha yako, wanakuambia wewe chukua 1000, mwaka huu tuchukue 1000, tunataka milioni 100, tunataka milioni 100 zetu, hatutaki shilingi 10,000, tunataka milioni 200, hatutaki bilioni 1, tunataka trilioni 1, hatutaki maisha manyonge, tunataka maisha mazuri. Ambaye alikuwa oni umuhimu wako, mwaka huu umuhimu wako atauona. Ni kweli Potifa na mke wake walimuona Yusufu ana umuhimu, lakini Farao akamuomba Mungu, nahitaji kijana mzuri mwenye akili nzuri. Kwenda gerezani sio tatizo, unaweza kutoka gerezani unaenda ikulu, unakuwa waziri mkuu. Yusufu walimuona ana maana, walimuona ana thamani, lakini leo tunamuita Yusufu ni waziri mkuu. Ndivyo ilivyokuwa kwako. Walikuona ni wa kawaida, lakini mwaka huu watakuona ni wa thamani. Walikutupa gerezani maana wakuona maana yako, hawakuona thamani yako, lakini kutoka gerezani na kwenda kumiliki inawezekana. Na mtamkia Mungu mtu mmoja aenda kambariki mwaka huu, aliyembariki Yusufu, aliyemuinua Yusufu, aliyetimiza ndoto ya Yusufu akatokea juu yako. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Nisikilize, kaa kidogo. Usijipe umuhimu kwa watu ambao hawaoni umuhimu wako. Maandiko yanasema Potifa na mke wake walimuona Yusufu ni kijana gani. Wakati wanamtengenezea kesi kumfunga, Farao yuko kula naomba, anasema nitapata wapi kijana mzuri mwenye akili nzuri aje asimamie hili taifa. Kuna watu hawaoni umuhimu wako, lakini kuna mtu mmoja Mungu atamuinua, atagundua umuhimu wako. Ni kweli huyo mama alikunyanyasa akakuachia watoto, lakini kuna mtu Mungu atamuinua, atakuwa ni zaidi ya mme. Maana utamiliki gari ambayo hujawahi kumiliki, utamiliki ndoa ambayo hujawahi kumiliki, utamiliki furaha ambayo hujawahi kuiona, utamiliki maisha ambayo hujawahi kuyaona. Ni kweli watu wengine hawakuona maana yako, lakini yuko Mungu anayeinua. Alimuinulia mtu Farao, akamuinulia Yusufu, akamuinua Yusufu, akagundulika ana thamani, thamani yake kaonekana, akawa waziri mkuu. Huyo Mungu ndiye anayemhubiri mahali hapa, Mungu wa Gosheni, atakaye kushangaza na wewe mwaka huu, atakaye tenda ishara mwaka huu, atakaye tenda miujiza mwaka huu. Pokea huyo mtu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo furaha kwa jina la Yesu. Acha watu wasiona thamani yako, wewe achana nao tu, endelea kumwomba Mungu.
Anasema acha mvua ya baraka endelee kunyesha. Tutaona panapovuja ni wapi. Tutaona baraka ziko wapi. Tutaona neema iko wapi. Na mwaka huu sio mtu wa kawaida tena kwa jina la Yesu. Ninaona viwango vya juu tena kwa jina la Yesu. Waliokuwa wakuoni sura yako imeshaanza kuonekana kwa jina la Yesu. Inuka uangaze kwa jina la Yesu. Inuka uangaze kwa jina la Yesu. Simama juu kwa miguu yako, tumeshamaliza.